What's up on a Big Bongo TV? It's another beautiful time, and when you hear this voice unajua kabisa kuna kitu kimetrend huko town, na mimi kama Dawize basi na mimi sina budi kukuletea hapa Big Bongo TV. Sasa hali ya hewa kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania imekuwa ya moto kwa saa kadhaa zilizopita kufuatia mzozo kati ya mtangazaji Juma Lokole na mjasiriamali Niffer. Nini kimetokea bwana? Kila kitu kilianzia pale Lokole alipoamua kuanika hadharani bidhaa mpya ya perfume ya Niffer Scents kabla ya muda wa uzinduzi. Kitendo hicho kilionekana kama uhujumi wa kiuchumi, kwani Niffer alikuwa amewekeza mamilioni ya fedha kwa ajili ya kampeni ya kipekee. Niffer hakukaa kimya, alitokwa na machozi na kumuita Lokole kuwa ni mchawi bwana. Mambo yalizidi kuwa mabaya sasa pale Juma Lokole alipoamua kuvujisha sauti ya simu, yani voice note, ambapo Niffer alikuwa akilia na kumuomba asimharibie biashara yake bwana. Sasa kwenye hiyo voice note Lokole alionekana kutokuwa na huruma mwanzoni, akidai kuwa yeye ni mwanahabari wa udaku na kazi yake ni kuanika kila kitu. Mashabiki wengi walimgeukia Lokole na kumshambulia kwa kukosa utu na maadili ya kazi, jambo ambalo lilizua mjadala mzito kuhusu mipaka ya udaku na biashara za watu. Lakini kama wasemavyo wahenga, damu ni nzito kuliko maji bwana. Katika hatua ya kushangaza, Juma Lokole amejirudi na kuomba radhi hadharani. Kupitia kurasa zake ameeleza kuwa hakuwa na lengo la kumuua Niffer kibiashara, bali alizidiwa na sifa tu kutoa habari, yani scoop. Lokole amekiri kuwa Niffer ni mdogo wake ambaye amemshuhudia akipambana tangu chini, hivyo anaomba yaishe. Ameongeza kuwa presha ya mashabiki na busara za watu wa karibu zimemfanya aone kosa lake. Kwa upande wake Niffer anaonekana kupokea msamaha huo kwa unyenyekevu, ingawa amesitiza kuwa amejifunza somo kubwa la ni nani wa kumwamini kwenye mipango yake ya siri. Licha ya sintofahamu hiyo, Niffer Scents imepata umaarufu mkubwa ndani ya muda mfupi, huku watu wengi wakijitokeza kununua perfume hiyo kama ishara ya kumuunga mkono baada ya kuonewa. Huu unakuwa ni mwisho wa mzozo ambao ulitikisa tasnia ya burudani na biashara kwa wiki hii. Sasa nini maoni yako wewe mwana Big Bongo TV? Drop comment yako kupitia comment section hapo down, lakini pia usisahau kusubscribe, like, share, turn on notification ili uzidi kupata update ya matukio mbalimbali yanayojiri every time. I'm out.